Nguvu ya damu ya Yesu ikiwa unapitia nyakati ngumu. Pengine naongea na wewe, kuna wakati mgumu unaopitia, kuna vita unayopitia, kuna upinzani unaopitia, na hata pengine kuna maradhi unayopitia. Nataka nikwambia kwamba wakati mwingine itumie damu ya Yesu. Kibiblia, damu ya Yesu ni damu yenye nguvu kupita vitu vyote. Neno la Mungu linaonyesha wazi ya kwamba damu ni uhai. Hivyo tunapoitumia damu ya Yesu, manake tunatumia gharama ambayo Bwana Yesu aliitumia kufanya ukombozi, ili iweze kufanya fidia kwenye chochote ambacho kinadai au kinalalamikia maisha yetu. Kuna mashambulizi unayokuwa unayapitia, kumbe ni malipizi au kisasi fulani. Ukweli wa mambo, hata sisi watumishi wa Mungu tunapoombea watu, adui wanaandaa mashambulizi kutushambulia, na kwa sababu tunaitumia damu ya Yesu, basi damu ya Yesu inalipa gharama na fidia. Hata kama tumeingilia vita gani, damu ya Yesu inalipa fidia ya chochote ambacho kinadai au kinatafuta uhalali wa kutupiga. Damu ya Yesu inatufanya tuwe salama, inatukinga, ni fidia dhidi ya gharama yoyote ambayo adui anadai juu ya maisha yetu. Kuna mapito unaweza kuwa unapitia, kumbe kuna watu nyuma walikosea, na wewe umekuwa sehemu ya uzao huo. Unajikuta na unapitia changamoto hiyo, kumbe kuna haki au kuna hati miliki ambayo inang'ang'ania kwamba unatakiwa upitie hapo. Wakati mwingine unaweza kuwa umekosea kibinadamu, kwa bahati mbaya au kwa namna ya kibinadamu. Adui akawa anatafuta namna ya kukupa mapigo au namna ya kukupa visasi. Hivyo ukiitumia damu ya Yesu, damu ya Yesu inalipa fidia. Inakuwa juu ya mashtaka yote, inakuwa juu ya kila kitu. Neno la Mungu linaonyesha wazi ya kwamba katika vita za kiroho imewahi kutumika damu ya Yesu kuleta ushindi. Kitabu cha Ufunuo sura 12 mstari wa 11, nao wakamshinda kwa damu ya mwanakondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Kumbe tunaweza tukashinda vita na mapambano ya kiroho kwa kutumia damu ya mwanakondoo. Kitabu cha Kutoka sura 12 ukisoma yote vizuri, lakini maana yangu ya msingi iko 12 mstari wa 13, inazungumza vile damu ya Yesu ambayo wakati ule ilitumika kama damu ya mwanakondoo ilivyoweza kuwapatia wana wa Israeli utulivu na ulinzi dhidi ya pigo la mzaliwa wa kwanza ambao liliwapata wa Misri. Biblia inaonyesha wazi ya kwamba damu ya mwanakondoo ambaye ni Kristo Yesu katika utafsiri ya Agano Jipya iliweza kuweka ulinzi na iliweza kuzuia mabaya yasiwapate wana wa Israeli. Soma mahali hapo, utaona nguvu ya ile damu ya mwanakondoo. Lakini pia ukiendelea kusoma kitabu cha Yakobo sura ya 1 na mstari wa 7, anasema tutakapoenda katika hali ya nuru tukashikamana na Yesu, anasema na damu yake Yesu itatuweka tuwe salama, itatusafisha na kutuweka tuwe huru. Unahitaji kushikamana na Bwana Yesu, unahitaji kushikamana na Kristo Yesu. Damu yake inaweza kusafisha dhidi ya chochote ambacho kinakufuatilia, dhidi ya chochote ambacho kinadai au kina hati ya umiliki juu ya maisha yako. Waebrania 9 mstari wa 14 anasema basi zaidi sana damu yake Kristo Yesu, anasema itasafisha dhamiri zetu na matendo mafu kwa kumtumikia Mungu ali hai. Lakini pia kwenye kitabu cha Waefeso sura 1 mstari wa 7, katika yeye huyo kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawasawa na utajiri wa neema yake. Katika yeye huyo kwa damu yake, yani nani? Yesu. Kwa damu yake tunao ukombozi wetu. Kwa hiyo damu ya Yesu inatufanya tuwe na ukombozi. Damu ya Yesu inatufanya tuwe salama. Itumie damu ya Yesu kwenye vita ambazo unaona kwa nguvu zako, kwa akili zako, na hata pengine kwa namna ambayo ungeweza kupambana usingeweza kushinda. Yeye ni mpatanishi. Kwa damu yake alitupatanisha na nafsi, kwa damu yake alitupatanisha na imani, tukawekwa kwa salama kwa njia ya msalaba. Chochote ambacho kinadai hati au kinadai umiliki juu ya maisha yako, achilia damu ya Yesu. Kuna magonjwa unapitia, yaponi. Kuna udhaifu unaopitia auishi. Jaribu sasa kutumia damu ya Yesu. Yatumie maombi ya damu ya Yesu. Lipa fidia. Pengine kuna watu walichinja kuku, walichinja mbuzi, walifanya makafara ili waweze kukufunga, hata pengine kuweza kuyafunga maisha yako, na kuhakikishia kwamba damu ya Yesu inaweza kuwa fidia yoyote. Damu ya Yesu inaweza kulipa yoyote. Damu ya Yesu inanena mema mpaka wakati huu. Damu ya Yesu inanena mema. Bado ni fresh, bado iko halisi, bado ipo, bado inafanya kazi,
na ndio maana mpaka sasa tunaokolewa, na ndio maana mpaka sasa neema imefunuliwa. Tunayo damu ya Yesu inaosema, inaonena, inaozungumza. Ilikuwepo damu ya Habili ambayo ilinena, lakini damu ya Yesu ni zaidi sana. Habili alipokufa, damu yake ilikuwa inapiga kelele. Damu ya Yesu ikaenda kupiga kelele juu ya chochote ambacho kimeyafunga maisha yako. Damu ya Yesu iende kapiga kelele juu ya chochote ambacho kinang'ang'ania kwenye maisha yako. Damu ya Yesu ipo, inanena, inapiga kelele, inazungumza, na ikazungumze juu ya maisha yako katika jina la Yesu. Inua imani yako sasa. Tumia mikono yako kwa ajili ya damu ya Yesu. Tumia mikono yako kwa ajili ya damu ya Yesu. Jitakase, omba utakaso kwa damu hiyo. Omba utakaso kwa damu hiyo. Kama kuna chochote ambacho kimechafua maisha yako, mwambie Bwana, ninaomba utakaso. Baba, tumekuja mbele zako, tunaomba rehema ili tusije tukaitumia damu yako tofauti. Tunawaona katika imani, Kristo Yesu uliacha damu yako, ukasema fanyeni vivyo hivyo kwa ajili ya ukumbusho wangu. Tunaona ulitumika mwili wako na ilitumika ile damu ambayo tunaamini ilikuwa inawakilisha ukombozi wetu. Ukasema kwamba damu hii iliyomwagika kwa ajili ya wengi, kwa ajili ya ukombozi na kwa ajili ya maondoleo ya dhambi, tunaamini damu hiyo inanena mema. Kama vile damu hiyo ipo na ukasema tuendelee kuitumia, nasi Bwana tunaitumia damu hiyo hiyo kwa njia ya imani. Na achilia damu ya Yesu kwa mtu yeyote ambaye anaumwa wakati huu. Na achilia damu ya Yesu kwa mtu yote ambaye unapitia kipindi kigumu wakati huu. Kuna vitu vimekuwa vigumu kwenye maisha yako, unapitia situation ngumu. Achilia damu ya Yesu pamoja nami. Achilia damu ya Yesu pamoja nami. Pamoja nami. Omba. Achilia damu ya Yesu. Unasikia hatia moyoni, mwambie Mungu, naomba unirehemu. Naomba unisamee, naungama, natubu mbele zako. Naomba unipe kibali cha maombi, nami niweze kuomba ili kuweza kudai haki zangu, ili kuweza kudai nafasi yangu katika jina la Yesu. Damu ya Yesu ipite sasa. Damu ya Yesu inene mema sasa. Damu ya Yesu ipite sasa. Ninakuombea mahali popote ulipo, pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Pokea damu ya Yesu. Anza kuachilia damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu kila mahali. Achilia damu ya Yesu kila mahali. Damu ya Yesu kila mahali. Itume kila mahali. Itume kila mahali. Tuma kila mahali damu ya Yesu. Achilia damu ya Yesu. Kila vitu vibaya vikuachie kwa jina la Yesu. Vikuachie kwa jina la Yesu. Vikuachie kwa jina la Yesu. Achilia damu ya Yesu. Kama kuna magonjwa, kama kuna matatizo, kama kuna roho chafu imekuvamia, achilia damu ya Yesu ilipe fidia. Damu ya Yesu. Damu ya Yesu kila mahali. Damu ya Yesu kila mahali kwa jina la Yesu. Kwa maadui zako, achilia damu ya Yesu ikapige vita hiyo. Achilia damu ya Yesu kila mahali walipokuloga, walipokulaani, naenda kutegua mtego. Nategua hizo nguvu za giza kupitia damu ya Yesu. Kupitia damu ya Yesu nafuta kila hati, nafuta kila hatia, nafuta kila ubaya. Toka kwa damu ya Yesu. Toka kwa damu ya Yesu. Futa vyote, haribu vyote, piga vyote kwa damu ya Yesu. Piga vyote kwa damu ya Yesu. Piga vyote kwa damu ya Yesu. Huko waliko kuwekea uzito, waliko kuondolea nafasi yako, waliko kuchafua, waliko kutumia magonjwa, waliko kutupia hofu, waliko kutupia mashambulizi, damu ya Yesu achilia. Damu ya Yesu ikapigane. Damu ya Yesu ikapigane. Damu ya Yesu ikapigane. Na achilia damu ya Yesu. Na achilia damu ya Yesu. Na Yesu mjumbe wa agano jipya, ile damu yake inaonena mema kuliko ile Habili. Inanena mema sasa. Inanena mema sasa. Inene mema juu ya maadui zako katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Damu ya Yesu inanena mema. Iambie damu ya Yesu inene mema. Kila walipokuchafua na kutakasa kwa damu ya Yesu. Kila walipokuchafua kwa maneno, damu ya Yesu inanena upya. Inanena maneno mazuri juu yako, juu ya familia yako. Hapo hapo ulipo, Mungu anakusaidia. Nafuta kila hatia, nafuta kila utesi, nafuta kila hila. Mahali ulipo, damu ya Yesu ipite. Mahali ulipo, damu ya Yesu inene mema. Mahali ulipo, damu ya Yesu inene mema. Kwenye ndoa yako, vita ya ndoa, vita ya mahusiano, vita ya kazi, vita ya uchumi, damu ya Yesu inene mema. Uchumi wako kuna vitu vimezuiliwa, pesa yako imezuiliwa, kazi imezuiliwa, biashara iendi sawa, achilia damu ya Yesu. Nyumba ina vita, achilia damu ya Yesu. Watoto hawaelewi, wamekuwa wazito kiufahamu, achilia damu ya Yesu. Tuma damu ya Yesu sasa, tuma damu ya Yesu. Vita ya familia, ndugu kwa ndugu mwelewani, damu ya Yesu ipite, inene mema sasa. Tunaachilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu, achilia damu ya Yesu. Kila mashambulizi unayopata kuanzia sasa, damu ya Yesu inakufungua, damu ya Yesu inakufungua. Tunaweka ulinzi, weka ulinzi kwa damu ya Yesu. Weka ulinzi kwenye vitu vyako, mipango yako, malengo yako, kazi yako, nyumba yako, kila unaolifanya. Damu ya Yesu ikulinde, damu ya Yesu ikutunze, damu ya Yesu iwe ulinzi katika jina la Yesu. Tunalindwa kwa damu ya Yesu, tunalindwa kwa damu ya Yesu, tunalindwa kwa jina la Yesu, tunalindwa kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu ipo. Amini tu ya kwamba Yesu kwa damu yake, Yesu kwa mamlaka yake yuko na yuko juu ya vyote. Anakusaidia, anakulinda, anakutunza katika jina kuu la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Mungu wa mbinguni akubariki. Ni mimi mwombezi Pastor Godwin Ayubu Ndelwa kutoka Tanzania, Dar es Salaam, Mbezi Malamba Mawili.
Naamini maombi haya yamekuwa baraka na yamekuwa tiba kwako. Yarudie, yatainua imani yako na utaenda kuona Mungu akikufungua hatua kwa hatua. Kuna mtu umefunguliwa, nasema mtumishi wa Mungu, maombi yako yananibariki. Kila nikisikiliza naona kuna vitu vinaniachia na ninafunguliwa. Unaweza kaachilia sadaka yako, jiconnect na maombi. Sadaka ina nguvu ya kufanya maombi yakawa na uhuisho. Uisha maombi haya kwa kujiconnect kwa sadaka yako ya hiari. Karibu kwa namba ya simu Vodacom M-Pesa 07 43 91 32 91. Namba hiyo inaonekana kwenye skrini yako pia. Jina ni Godwin Ndelwa. Mungu wa mbinguni akubariki, akutende mema. Ikiwa upo Kenya, unasema mtumishi wa Mungu, nahitaji namba ya Kenya, nitakupatia namba ya Kenya, na jina la namba ya Kenya linatakiwa litoke Noeli Mwanyika. Epuka matapeli. Huduma ya maombi ni dawa, ni bure, sadaka ni hiari. Mungu wa mbinguni akubariki, akutende mema. Uwe na wakati mzuri.